Ibn Khaldun, mwanachuoni mkubwa sana mnafahamu. Ni katika moja ya wanafunzi wa mwanzo kwenye chuo kikuu cha kwanza kuanzishwa duniani. Ukisoma katika historia, hakuna chuo kikuu cha kwanza kuanzishwa duniani isipokuwa ni kile kilichoanzishwa na Waislamu katika mji wa Morocco. Katika walimu wake ndio alikuwepo Ibn Khaldun, ambaye alikuwa ni mwalimu ambaye ana umri mdogo sana, akiwa na miaka 26. Katika moja ya walimu wa mwanzo wadogo katika chuo kikuu kile alikuwa Ibn Khaldun. Siku moja aliwaambia wanafunzi ambao asilimia kubwa walikuwa ni vijana wa Kiislamu, akawaambia, idha mitu fala tabhathu anni fil maqabiri, nitakapokuwa nimekufa msiende kunitafuta katika makaburi, bal ibhathu anni fi qulubi nnas au fi qulubi nnas, bali nitafuteni mimi katika mioyo ya watu. Haya maneno yalikuwa ni machache sana, na alikuwa akiwaambia vijana wa Kiislamu. Nini falsafa yake? Al-insanu madaniyu bitabii, mwanadamu ni kiumbe aliyeumbwa kuishi kijamii na wanadamu wenzie. Ukiwa kijana, alikuwa anamaanisha, anawaambia vijana wa Kiislamu, ukiwa kijana hakikisha unaishi vizuri na wanadamu wenzio. Inawezekana leo upo au kesho upo, lakini watu wanaweza wakakutafuta katika mioyo ya watu. Maisha haya tunavyoishi, ukitaka kujua nafasi yako katika maisha ya watu, toka mahala pamoja elekea mahala kwingine, kisha wale watu wa nyuma wanakuzungumziaje, utaijua nafasi yako katika mioyo ya watu. Ukiishi katika maisha yako, hakikisha sana unafungamana, una interact vizuri na watu kwenye maisha yako, kwa sababu watu ndio watu kwenye maisha yao, na binadamu wana kawaida ya kutoa ushuhuda kwa kile ambacho ulichokuwa umewafanyia kwenye maisha yao. Wanadamu ukiwafanyia uzuri, wanadamu wanasema, na wanadamu ukiwafanyia vibaya, wanadamu wanasema. Ndio maana Ibn Khaldun akawaambia wale vijana wa Kiislamu katika chuo kikuu kwamba idha mitu fala tabhathu anni fil maqabiri, nitakapokuwa nimekufa msiende kunitafuta katika makaburi, bali nendeni mkanitafute katika mioyo ya watu. Vijana wenzangu wa Kiislamu, nimalize nikae chini. Mtume anasema la aqla katadbir, hakuna akili kama kuwa na mpango. Lazima kila mmoja awe na mpango kwenye maisha yake. Leo tupo, kesho hatupo. Leo upo mahala fulani, kesho haupo mahala fulani. Tengeneza watu kwenye maisha yako. Hata kwenye maisha ya kaburini unapokwenda, la aqla katadbir, lazima uwe na mpango, kwa sababu kuna siku utarejeshwa kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa kwenye nafasi ya ubunge, kwenye nafasi ya uwaziri, ujue siku moja kwenye uwaziri utatoka, lakini je, namna gani umeweza kuishi vizuri na watu? Wale watu watatoa ushuhuda. Kuna baadhi ya wakati kwenye maisha, kuna vitu unakuwa uwezi kuviongea wewe kama wewe, unawaacha wale wanadamu, namna ulivyoishi nao, namna ulivyoweza kuinteract nao, ndio wanaweza kutoa ushuhuda kwamba wewe ulikuwa ni mtu wa aina gani. Siku moja kuna mwandishi mmoja anaitwa Robin Sharma, aliwahi kuandika kitabu kinasema Who will cry when you die? Ni nani atakulilia utakapokuwa umekufa? Maisha haya yalivyo, lazima utengeneze watu. Kufa maana yake sio kuondoka tu duniani. Maana yake inawezekana ukapatwa na mtihani wa aina yoyote kwenye maisha yako, kijana mwenzangu, lakini wale watu kwa namna ulivyoishi nao ndio wanaweza wakakulilia kwenye maisha yako. Tunao muda wa kurekebisha, tunayo safari kwenye maisha yetu. Al-insanu madaniyu bitabii, tuishi vizuri na wanadamu wenzetu. Cape Town, ukiteremka kidogo pale Abdurrahman Kizundu, umetaja Afrika ya Kusini, kuna kisiwa kimoja kinaitwa Robben Island, alipofungwa Mandela. Kwa sababu nimefika kule, nimesoma kule, napajua vizuri, na wewe unajua. Ukiingia Robben Island,
Kuna chumba ambacho Mandela alifungwa. Pia story hii kaiandika kwenye kile kitabu cha The Long Walk to Freedom. Ameandika Mandela. Kwenye kile chumba alichofungwa Mandela, kuna maneno ameyasema kwamba as long as we are youth, we have time to change. Kwa kuwa ni vijana, tunao muda wa kufanya mabadiliko kwenye jambo la aina yoyote. Lazima tuwe na mpango, tuishi vizuri na watu ili tuache alama kwenye mioyo ya watu. Ikitokea tupo au hatupo, wale watu watakuwa mashuhuda kwenye maisha yetu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.